katika wiki tumesikia mengi, tumetembea mengi, kwa yote Bwana katika wiki wa mambo hapakosi dhambi. Bwana, katika yote tuliyotembelea katika wiki, kwa yale yasiyokupendeza yaliyo kinyume cha mapenzi yako, tunayaleta mbele zako na kuyacheza chini ya msalaba, ili ukatusamehe Mungu, ukatutakase, ukatusafishe, ukatuoshe kwa damu yako. Tunajaliwa sisi kuwa kamilifu mbele zako, tumeshawaliwa na dhambi katika hasira, dini zetu zinasema mengi, tunawaza yasiyokupendeza, tunapoona tunatamani yasiyokupendeza, mawazo na akili yetu yanavutia kinyume cha mapenzi yako. Bwana, tunatazama kinyume cha mapenzi yako, tumetembea katika kinyume cha mapenzi yako. Baba, unatambua maisha yetu tangu mwanzo hadi mwisho. Kwa hiyo tunaleta kila tulichokifanya katika wiki mbele zako. Bwana, chunguza kwa kile kisichokupendeza. Mungu, katutakase, utusamehe kwa yale yaliyo mema. Bwana, ukatuwekee mkono ili tupate kusimama katika njia hiyo, ili Bwana shetani asipate nafasi ya kututega tena akatuangusha, asikufanye tukateleza, asikufanye tukamwendea, bali tunampika na nguvu zake zote, tukihitaji uweza wa nguvu za Roho Mtakatifu ukafanye kazi ndani yetu na ukatufanyie ulinzi na ukingo katika imani, ili tusije tukaanguka. Bwana, asante Kristo, maana utakwenda kutakasa kila mmoja wetu. Umesikia kilio cha kila mmoja katika mchana wa leo. Asante Kristo, maana utakwenda kutenda kazi yako kwa kila maisha ya mmoja wetu, na utakwenda kuwa baraka na amani, utakaso utakwenda kuwa juu yetu, katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Asante Jehova Mungu, Mungu asifiwe. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Wimbo wa namba 17. Pendo la Mungu ni kubwa.
kujaa ajali, lakini Mungu ulitufikisha tulikokuwa tunaenda. Watoto wetu wamepishana na vitu tofauti barabarani, katika mitaa, wamekoswa na majambazi, lakini Mungu ulisimama upande wetu. Acha tukupe utukufu katika siku ya leo. Oh, haleluya.
kwa mkono wako, uinuliwe Mungu, upewe sifa, uinuliwe takatifu, utukufu Bwana. Asante kwa sababu ya upendo wako na tamalaki, upendo wako kwa ajili ya vitu vyote. Kwa sababu ulipenda wanadamu, si kwa sababu wanadamu walifanya chochote kwako, lakini wewe ukampenda na makusudi kwamba awe kiumbe ambacho sababu uko Mungu mwaminifu. Bwana uliumba vyote, lakini siku ya mwisho ukaomba mwanadamu ili aweze kutawala, na ukupendezwa na vitu vyote, lakini ukapendezwa na mwanadamu. Ni kwa sababu Bwana tunasimama kwa zamu ili kuja Mungu wetu kuliinua jina lako na kusema wastahili, unastahili milele na milele. Hata sifa, heshima na utukufu vikurudilie wewe Bwana. Hakuna waye yote awezaye kukuza heshima, hakuna yote awezaye kukuza utukufu wako. Yote tunakurudishia wewe kwa sababu ndiyo yote katika yote. Asante Bwana kwa sababu ya neema ambayo Bwana tumeipata, neema ambayo tumeipokea kutoka Yesu Kristo, ambaye yeye alikuwa ni Mungu lakini akaona kitu cha kuitwa Mungu si kitu cha kushikamana nacho. Aliacha vyote mbinguni kwa sababu yangu, kwa sababu ya huyu, kwa sababu ya yule, akadharauliwa. Alikuwa ni Mungu ambaye angeangamiza, lakini alinyenyekea makusudi atimize ile misio ambayo Bwana aliweza kupewa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Muda kama huu wengine katika rai za Bwana wamekufa, lakini kwa neema yako niko hivi nilivyo Bwana, tuko hivi tulivyo Mungu. Hatuna budi kusema asante Mungu wetu, pendo lako ni kubwa. Tumlilie nani tena kama si wewe? Tunakuabudu na tunakusifu kwa sababu pokea sifa na heshima katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Praise the Lord, church. Praise the Lord. Chini ya mbingu
sikuona amani kamwe. Nilikuwa mbali na Yesu, sikuona amani kamwe. Nilifuata njia mbaya, nikamsahau Yesu.
jipya, There's nothing new, lakini tunaendelea kukumbushana. but we're just reminding each one of us. Yote ambayo tunayasikia Everything we hear, yameshasemwa huko nyuma. it was said before. Na Roho Mtakatifu And the Holy Spirit anamwezesha kila mhubiri is allowing every preacher au kila mwalimu or every teacher kadri atakavyo. according of his will. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Kabla tujaenda mbali, tusome neno la Mungu. Before we go far, let's read the Bible. Tusome kitabu cha Mwanzo Let's read in Genesis. 17 Genesis 17 mstari wa 9. and verse 9. Mwanzo 17 Genesis chapter 17 mstari wa 9. and verse 9. Biblia inasema, Mungu akamwambia Ibrahimu, nawe ulishike agano langu, wewe na uzao wako kwa vizazi vyao baada yako. Amen. Endelea. Hili ndilo agano langu utakalolishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako. Kila mwanamume wa kwenu atatahiriwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno letu la leo, I want today, nilikuwa nimeandaa neno refu kidogo, I prepared a very long sermon, lakini kwa ajili ya muda nimebadilisha but because of time I had to make it short tuendane na muda. for us to be able to go on time. Tutazungumza kuhusu alama ya Kristo. We're going to learn about the signs of Christ. Alama ya Kristo. The signs of Christ. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Alama ya Kristo. The sign of Christ. Tunapozungumza kuhusu alama ya Kristo tunaona nini? When we learn about the sign of Christ, what do we see? Au tunapoongelea kuhusu alama, When we talk about the sign, tunamaanisha nini? what do we mean by this? Wote tunajua alama ni kitu gani? All of us know what a sign. Tunaelewa tukienda barabarani, When you go on the road, tunakuta alama polisi. we see the signs, the sign on the way. Tunakuta alama za usalama barabarani. See the security, the police signs. Tunakuta alama za matangazo ya We biashara. see even the announcements and the mottos for businesses. Tunakuta alama tofauti. We even see adverts and all these different. Lakini leo But today, tutazungumzia kuhusu alama ya Kristo. we're going to talk about the sign of Christ. Tutazungumzia kuhusu alama, The sign of Christ. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe kanisa. Praise the Lord, church. Fungua masikio unisikilize vizuri Open your ears and listen keenly. na uweze kushika yale ambayo Roho Mtakatifu anataka. And try to get what I'm going to speak here. Katika Agano la Kale, In the Old Testament, kama ambavyo ndugu yetu alivyotuhubiria kipindi cha wiki iliyopita, as we had last Sunday, alitufafanulia kuhusu maagano ambayo Mungu amefanya na watu tofauti. he defined about the covenants what people have done before with Lakini others. mimi sipo kule. But I'm not there. Mimi naenda katika agano ambalo Mungu alifanya na Ibrahim. I'm going to the covenant which God put with Abraham. Na alama ambayo alijiweka ili waweze kuitembea nayo. And the sign that God put for them to follow. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tutasoma maandiko We're going to read the scriptures. na tutayachambua, tutayafafanua And we're going to open the scripture and jinsi expose ambavyo yameandikwa. the way it is written. Hata kama unaweza kuona kwamba ni jambo la aibu kidogo, lakini ndio limeandikwa. Maybe it can look like a shameful thing, but that's what it's written. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Biblia inasema The Bible says, Bwana Mungu the Lord said, akafanya agano na he Ibrahimu made a covenant with Abraham kwamba that katika uzao wake in his descendants, kila mwanaume every man, anapaswa kutahiriwa. he must be circumcised. Kila mwanaume anapaswa kutahiriwa. Every man must be circumcised. Wapo watu ambao wanaishi katika ulimwengu wa sasa, People living in today's world, au vijana wengi ambao and even the young men we have today, hawajui kwamba kutahiriwa ni agano don't know if being circumcised is a au covenant ni alama or is a sign ya kwamba wewe that you ni wa Mungu. you belong to God. Vijana wangapi ambao wanajua hivyo?
Kwamba kutahiriwa wewe ni wa Mungu. That you belong to God. How many of us know the you know, to circumcise means you belong to God. Some don't know. You know, it's just for your health. But this idea, it began according to this covenant that Abraham was given by God. And he put this sign that every man, every male from Abraham's descendants, every man who believes in God, the God of Abraham, he must be circumcised. Katika nchi tofauti ambazo tumetembea au tumeweza kuhudhuria, in different countries we have gone and visited, kuna watu wanaamini katika hilo. Some believe in that. Na wengine ni wanaume, watu wazima kabisa. Some are old and old men. Hawajui mambo haya. They don't believe in this. They don't know this. Hawajatahiriwa. They are not circumcised. Nasiko salama. And it's not their problem kwamba hawana imani katika haya tunao. They don't believe in what you're talking about here today. Wanasiwe. Praise Jesus. Tukiangalia katika kitabu cha mambo ya Agano la Kale, when you look at in the Old Testament, kwamba you realize that Moses, hatutasoma kwa sababu ya muda, because of time, wakati ambapo Mungu anampiga Farao yale mapigo, when God was giving the praise to Pharaoh, aliweza kuambia wana wa Israeli, to the Israelites, akawaambia, he told them, wakati yule malaika muuaji, when the angel is coming, kuja usiku, when it's coming to pass, kufanya mauaji katika nyumba, and destroy and kill kila mzao wa kwanza, to any firstborn, akawataarifu kwamba wapake rangi, you must paint, waeke damu, you must put blood, ambayo itamfahamisha yule malaika, is going to define this angel. Hapa here, hao watu wakuhusu. These people don't belong to you. Lakini kama ukuweka alama, if you put the sign, unaondoka. You must take it out. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tuko pamoja kanisa? Do you know this? Nashukuru sana kwa sababu tunafuatilia. Thank you because you're following me. Katika ulimwengu wa leo, in the world of today, alama ziko nyingi. There's so many signs. Na katika hizi alama, and these signs, kuna za kimungu, they're those of God, na kuna alama za shetani. And those of the devil. Kwa sababu, because kila anachokifanya shetani, everything the devil does, anakopi kwa Mungu. He's copying from God. Na yeye anafanya photocopy. And he copy and paste. He does it. Praise the Lord. Leo, today, kuna makubaliano. There is some arguments. Kuna mbinu ambazo zinafanywa. There are some means and some ways. Kuna vikao vinafanywa kuzimu. There are meetings being done in hell. Especially huu mwisho wa mwaka. Even this at the end of the year. Wanakubaliana. They are agreed. Kwamba mwisho wa mwaka huu, the end of this year, tunahitaji lita 5,000 za damu. We want 500 liters of blood from men. Sasa tutawapataje? And how do you get it? Kama umewahi kushuhudia shuhuda nyingi za wachawi ambao wameokoka, if you have seen some testimonies of those ones who are sorcerers, hili jambo tutakuwa geni. It's not new to you, this one. Kuna ambao wanaambiwa wale wakae kwenye ma freeway, some are to go in the freeway. Wachawi. Some of these sorcerers, ili wasababishe ajali, to cause all these accidents. Kuna ambao wanaambiwa wakae katika bahari, some are to stay in the sea, wasababishe ajali, to cause all these troubles. Kuna ambao wanakaa katika milango ya kila familia, every house door, ili wasababishe magonjwa tofauti. Bring some COVID and sicknesses. Kuna ambao wanaambiwa wakae katika vikundi kama kanisani kama hivi, to stay in the groups of churches, walete ugomvi na bring conflict and fights. Hello. It wanashangaa kusikia kanisani. Kanisani why the church? Oh, you don't know even what the church. It's happening. Agents wa shetani wa. They want to send the church. Na wengine ni watumishi. And some are servants too. Wengine ni watu wa maombi. And some are prayer warriors. Wengine ni washemasi. And some are ushers. Wengine ni walimu. Some are even teachers. Shetani anaweza kumtumisha mtu yeyote. Devil can use anyone, anywhere. Kama tu ukimwacha Kristo. As long as you live Christ. Bwana Yesu asifiwe. Praise. Sasa, and this, ulimwengu wa giza unatumikaje? The world of darkness, how does it work? Wakamata watu kupitia alama. To come of these people.
in signs. Vijana mpo? You that with them? Vijana mpo? You that with them? Nazungumza kitu ambacho nina ushahidi. I speak of something I witnessed and I know. Tumewaombea wameokoka, wamemwona Yesu. Prayed for them and they've come Kwa to hiyo Christ. wametupa taarifa na They have informed us the real thing. ya kwamba katika ulimwengu wa giza in the world of darkness, tunafanya moja, we are doing one, tunafanya mbili. we are doing two. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kijana mmoja akasema, A youth said, unaona katika vijana, you see the young hao people, vijana wao wana target vijana wadogo kuanzia miaka 12 they start from 12 years and mpaka back miaka 21, to 22 21, 22, 23. au kuanzia miaka 7 mpaka 20. From 7 years to 22, the age bracket. Anasema And the second, wakikaa kuzimu, when they go in, sasa hivi kuna mambo ya mitandao and they plan this na next kuwatumia time. vijana majumbani kwao. To get young people is not Kwa easy. hiyo wanatumia social media So they use social media kuweza kuwavuta vijana to attract them, kuingia katika zile alama zao. to get into their signs. Wanafanya nini? What are they doing? Wanatengeneza They're making fashion They're making style. some designs and fashions. Wanatengeneza minyowe. Yaani tuseme kwa feel. Some hairstyles. They're making some hairstyles. Kisha And hapa katikati hapa here on the side, wanaweka kama nyoka hivi. they make some zigzag styles. Oh, Sasa wao wanawatumia sana vioo vya jamii. and they're using this internet and stuff. Famous people Famous people that using this now. ili kuweza kuwashawishi vijana. They're using these people to influence the young people. Wanaweza kumtumia mtu kama vile Ronaldo, They can use someone like Ronaldo Ronaldo kwa Ronaldinho. sababu ile vijana wengi Because Ronaldo is known. wanamwangalia yule This guy is their idol. akienda kunyoa akaweka nyoka When he make a hapa, good hairstyle, vijana wote wanataka wanaweka nyoka. they land in the die. Na wanapotuma yule malaika wa kuzimu anayeua watu, And this angel darkness anaingia anaangalia tu is looking, anachukua of them. It was their name. ili pipa la damu lijae haraka. So we can fulfill the blood, you get the blood of these young people. Wanaingia wanaleta fashion, They get in their fashion designing. wanatengeneza suruali kama vile kama They're making kaptula. their pants. Suruali inaning'inia Their hapa. pants is Suruali sio suruali, their pants sio kaptula, it's not a fashion. sio pantalo, sio vesti. It's not anything. Wanaleta. They're bringing these designs. Kijana naye akiona People this is one. anasema hii Ronaldo This is the amevaa. way I'm Hii flowing. amevaa fulani. I'm flowing in Na this. mimi naingia huko. I'm flowing in this one. Anavaa. And they put on. Wakituma wale majini wao When they bring all these people wakifika here, wakikukuta they tu can find you. wanachukua. They get hold of you. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Akasema And they said, ingine wanaenda kwa kina mama. some are with the women too. Mama mtanisamehe. Women, forgive me, oh. Na msije mkasema kwa sababu kwa sababu huyu mke wa mchungaji Because this pastor's wife, sasa mke wa mchungaji anataka wiki ndio tunataka tuseme. she's wearing wig, never to say about it. No. Tunaongea neno la Mungu. Neno la Mungu ni upanga. God of Moses is sword. It cuts soto na kuiba. Sides and west, all the sides. Akasema And he said, wao for them, kwa sababu ukiangalia katika mambo ya kiafya, things of this, our health, for our health. ukienda kwa daktari You go to the GP, akikuangalia chini ya miguu yako, if he checks your feet, anakwambia he says, hii hapa kuna moyo, huku kuna figo, huku inside kuna there's your lungs, your kidney, there's your heart. You know what is? akikushika kichwani, It's your head. anajua hii mshipa hiki katika tu He hivi. said, this vein when it starts, you go to the GP. Sasa wakasema And they say, tutatengeneza wiki we're going to make wig, ambazo which zitakuwa special kwa ajili ya kutuletea dawa, very special categorical one. kwa ajili ya kutuvutia watu. To get us attracted to these young people and these women. Wakatengeneza mawiki And they made this wig, na yale mawiki wig. wakayaweka mapepo. And they put some spiritual demons in it. Sasa utajikuta kuna wiki ukilivaa
Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Sasa sijasema kwamba msivae mawigi. I'm not saying that put on window. Mvae sababu Please put it on. You're looking smart to put on. We like it when you put on. We like it. Neno la Mungu ni upanga The word ukatao. of God is a sword. And it cuts both sides. Upanga ukatao. It cuts both sides. Ni kwamba It is that. anasema hivi, He's saying, mtoto akililia kisu, when a child requests for a knife, give them. ikimkata, When it cuts them, Bwana Yesu asifiwe. they're going to take away. Nina mtoto wangu huyu wa mwisho. I have my child, the last one. Mimi jamani ni baba wa wengi. I'm a father of so many kids. Sione tu hivi nimesimama kijana. Don't look at me like a young man. Niko zaidi 40 na. I'm up 40 years and Sio plus. baba wa wengi. I'm a father of so many kids. Sasa na mtoto wangu And my child bado is there. yeye akikusogelea For this child, kusogelea wewe utaenda utapigwa meno. you must be ready. He might bite you. Atakupiga meno. He's going to bite you. Lakini But mama yake ndio maana tunashukuru sana kina mama. Mnaelewa vizuri. Mungu awabariki sana. and God bless the women. Hebu jipigieni makofi kama. And God bless the women. Sasa mama yake akawa anafanya kama akimng'ata meno, If he bites the mom, yeye anamrudishia. she also bites the child. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi kama baba nilikuwa nasema mwanamke vipi? What's going on in here? Lakini kwa kufanya vile To do that, mtoto zaidi ameacha. the child learns the idea and Nikimpa stop thinking. mkono, nikimpa mkono anaangalia usoni. Look at the face. Anaangalia mama yake. Look at the mom and say, no. Inataka kutuambia nini? What is it going on? Kama unataka kuvaa wigi, What we learn is this. When you put on the wig, put on your wig. kama mnapenda mnaona mnapendeza. If you're putting you look good, Sio mnasema please keep on doing it. Sio unasema ati kanisa wanataka kutufukuza. This church won't, no, don't chase your way. Kuna wahitaji na mlete wengine na wengine wamwamini Bring mwalimu. others, the wigs bring them. Ila But ujue kwamba But no, hivi vitu na ambavyo vinatoka wapi? whatever you wear, I don't know where it's coming from. Vinatokana wapi? Where is it coming from? Vinafanywa matambiko, They are given some vinafanywa sacrifices. ibada, They're sometimes being done on them. vinafanywa mambo tofauti. People are doing all altars on Ni it. kama vile chakula cha factory. It's like a factory food. Mtu mmoja anafanya kazi kwa factory anajua siri ya nyama. If Nyama za paka. that's our job. Okay, if Ile you work in the nyama factory, ile- meat factory, you know. Sijaribu biashara watu leo kasema ukweli. Ile nyama ile ya paka ile Where burgers big men. I wrote this down. No. watu ambao wanajua siri ya vitu People like burger here, they know. wanakuwa wanabaki watulivu. If you know stuff, you Kwa hiyo kama right. utavaa wigi, If you put on your wig, vaa. put on. Kama utaacha, If you stop, acha. stop. Kama utaendelea, endelea. If you keep on, continue. Mungu atakutembelea, utaelewa mwenyewe. God is going to visit you. He's going to visit you on the right time. Turudi katika neno la Mungu. Let's come back. Ibrahimu Ibrahim aliambiwa yeye na ukoo wake, was told him and all his descendants. kwa sababu sisi wote tunaamini ni watoto wa Ibrahimu, si ndio? But wasn't even the sons Kwa of Abraham. sababu ndio maana Biblia inamuita baba wa That's why it's called the father of nations. baba wa mataifa. Father of Ni nations baba yetu sisi. is our father. Kwa hiyo tunatembelea katika ile agano ambayo alifanya. So we're walking in the covenant that was given by God. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Alama ya Kristo The sign of Christ ndani yako inside you. inataka kusema nini? What is it saying? Au ni nini? What does it say? Ukimwamini Yesu Kristo If you believe in Christ, na ukabatizwa kwa maji mengi, you're baptized ile ni alama ya Kristo ambayo umeivaa ndani yako. as a sign you're wearing in you. What's a baptism? Lakini haishii pale, But it doesn't stop there. haishii pale, Doesn't stop there. kwa sababu alama, But the sign, unaweza ukaja leo ukakuta ukutani wameandika, you can come and find written on the wall. ukakuta wameandika usikojoe hapa, Please don't be here. lakini kesho ukakuta But tomorrow come and find mtu alifuta maandiko kama someone ikabakia kojoa who's hapa. writing saying to the many, please be here. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ndio maana Biblia inasema As the Bible says, anakuja yule muovu the devil is coming
usiku at night, wa manane at midnight, anapanda magugu katika to shamba, come and plant all the weeds, anapanda magugu katika to kati ya plant all ngao the weeds among the weeds, ili kuharibu. so he can destroy the food. Na ndivyo tulivyo sisi wote. That's how we are Christians. Ndani yetu Inside us, anakuja shetani, devil is anaingiza watu, is adding na people. wale watu And those people, wanakuja na tabia tofauti, they come in with some wanakuja na characters. ushauri They come tofauti, in with some wanatushawishi. behaviors, there's some advices. Tunaondoka katika maisha ya utakaso, tunaondoka katika njia za Mungu, na alama ya Mungu And inafutika the ndani sign yetu. of God is gone from us. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Alama ya Kristo The sign of Christ, inaweza kuonekana ndani yako it can be seen in you kupitia kauli zako. through your speech. Alama ya Kristo The sign of inaweza Christ kuonekana ndani yako can be seen in you kupitia matendo. through your actions. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ndio maana tunasema That's what we say. sio kila king'acho It's not evident that glitters, dhahabu. it's gold. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Sio kila king'acho ni Not evident that glitters, it's gold. kienda kazini kwako, When you go to work, wanakufahamu kama wewe ni mtu mwenye maneno machafu sana. they know you are a person who speaks rubbish. They Ukikuwa know. kazini unaongeaga rubbish. When you're at work, you speak rubbish. Ukikuwa kazini unaongeaga maneno ya machafu sana. When you're at work, you use the F word everywhere. Lakini ukikuwa hapa But when you're here, tena usemaji jambo basi. you don't say hello, pastor. You don't hello, pastor, those times. Unafunga Bwana Yesu You asifiwe. say, praise the Lord. Very good, brother. Ukikuwa kazini When you're at work, wanakujua kama wewe ndio mshereheshaji. they know you bring conflicts. Sataina. Entertainer. Oh, entertainer. Unaleta maneno ya ile maneno machafu ya Or kuchekesha watu. you're a comedian, you bring the comedy words at work. Lakini ukikuwa hapa When you're here, hausemaji jambo. if you don't do you say hello. Unasemaga shalom. Say shalom, peace be with you. Shalom pastor. Shalom, pastor. Na wengine wanatabiri kabisa. So what's when you give prophecy? Yes. Siku hizi watu wanafanya mazoezi kutabiri. People are training to become prophets. These days. Wanajifungia chumbani People are staying there. wanafanya repetition kama hizo wanafanya praise worship. We do resolution with some blessings. Very good. You prepare their prophecy. May God see us all. Alama ya Kristo The sign of Christ, ili ikae ndani yako for Him to remain in you, na ili iweze kumulika watu for Him wengine. to light to others, bring light to others. Inabidi uishi maisha ya utakaso. You must live a life of purity. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa sababu kama tulivyosema, So as we say, wanaweza kaandika hapa, you are right here. usikojoe hapa, Don't be here. anakuja mtu anavuta uzia, Someone can remove this word and say, anaacha brother, kuondoka. help yourself for here. Kabisa. Maana yake nini? What is Unaweza it? kuwa umempokea Yesu Kristo, You can have Christ in you. na baadaye akaja yule mwovu, The devil can come. aliondoa neno ndani You yako, can send the word, remove the word from lakini you. unaonekana nje Mkristo, You remain a Christian lakini outward. ndani But inside you, umeoza. we know you're rotten, smelling, very rotten. Si vijana Mungu hapa sasa hivi, You can hear me here. mkitoka hapo When you move from here, TikTok, after church, TikToki, hizi nguo umevaa hapa sasa hivi the clothes you're wearing now, itatolewa, you go and change them. unaingia mkaptula, You go in your shorts na ile shemizo unajua, and your t-shirt that you know. sasa ku TikTok. You go to the you say, Wewe utabonde. you come to see, you go to see. Happy Sunday. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Anasema It is saying, naja upesi kama mwizi, I'm coming like a thief. naja upesi kama mwizi, I'm coming like a thief. naja upesi kama mwizi. I'm coming like a thief. Kufanya nini? To do what? What's your name? To do what? I'm coming like a thief. Naja upesi kama
Hakika huyu alikuwa pamoja naye, kwa kuwa yeye pia ni Mgalilaya. 60. Petro akasema, mtu, sijui usemalo. Na papo hapo alipokuwa katika kusema, jogoo aliwika. Bwana akageuka akamtazama Petro. Petro akalikumbuka lile neno la Bwana, jinsi alivyomwambia, leo kabla hajawika jogoo utanikana mara 3. Akatoka nje akalia kwa machozi. Na wale watu waliokuwa wakimshika Yesu walimfanyia ziaka, wakampiga, wakamfunika macho, kisha wakamuuliza wakisema, tabiri, ni nani aliyekupiga? Wakamtolea na maneno mengine mengi ya kumtukana. Hata kulipokucha, walikutanika jamii ya wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, wakamleta katika baraza yao wakisema, kama wewe ndiwe Kristo, tuambie. Akawaambia, nijapowaambia hamtasadiki kabisa. Tena nikiwauliza hamtajibu. Lakini tangu sasa Mwana wa Adamu atakuwa ameketi upande wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Wakasema wote, basi wewe ndiwe Mwana wa Mungu? Akawaambia, ninyi mwasema kwamba mimi ndiye. Wakasema, basi kuna haja gani tena ya ushuhuda? Maana sisi wenyewe tumesikia maneno ya kinywa chake. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Tunasoma maandiko kwa kirefu kidogo, lakini tunatafuta neno moja hapa. Neno moja ambalo tunalitafuta ni kwamba Petro alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Tunajua historia. Lakini Petro alimkana Yesu na kusema kwamba hamtambui. Sasa cha ajabu ni kwamba alipokuwa akiulizwa kuhusu Yesu, ambao alipokuwa akizungumza, walimtambua kupitia maneno au kuzungumzaji wake. Amen. Praise the Lord. Ukizoea kusema maneno mazuri ndani ya kinywa chako, hata ukikuwa na odo utasema maneno mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Na ukizoea kusema maneno mabaya ndani ya kinywa chako, ukikuwa na oda, unaweza kusema maneno mabaya kwa sababu iko ndani yako. Ni nature, ni asili yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Petro katika ule uzungumzaji wake akatambulika kwamba huyu alikuwa pamoja naye. Kwa sababu anafafanua, anasema hata uzungumzaji wake unaonyesha kwamba huyu alikuwa na him. Ni alama ambayo imeweza kumtambulisha kwamba yeye ni nani, who he is. Bwana Yesu asifiwe. Tujiulize jioni ya leo, The question comes from, je, alama ya Yesu bado iko ndani yako au the sign of Christ in us, au imefutika? or it's gone? Na inafutika kutokana na matendo yako. It's gone through your actions. Na inabaki ndani yako kutokana na matendo yako. It remains in you through your actions. Alama ya Kristo, The sign of Christ. muhimu katika maisha ya Kristo. Usipokuwa na alama ya Kristo, Don't have it. ni rahisi shetani kuchukua, It's very easy ni rahisi for shetani kukuangamiza. They want to take you. Na Bwana abariki neno lake. Amen. Abariki neno lake.